Nilikuwa nimeongelea habari ya mitetemo wakati ulioisha. Wakati wa nikwambia kwamba kila kitu kwenye ulimwengu wa kiroho ni kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Kwa maana hiyo, ili uweze kudhibiti mambo ni lazima uweze kutambua hili. Uweze kutambua kwamba kila kitu kinatetemeka na kila kitu kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Ndio utaweza kudhibiti mambo mengi katika ulimwengu huu. Utaweza kudhibiti wafanyakazi wako, utaweza kuongea vizuri na bosi wako, utaweza kuongea na mteja vizuri, utaweza kuvutia biashara yako kwa sababu unajua habari ya mitetemo. Utajifunza huko mbeleni mitetemo ya kushawishi, utajifunza huko mbeleni jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza mvuto bila kutumia mitishamba. Tutajifunza huko mbele. Lakini saa hizi tulikuwa tunaongelea mitetemo. Tunaongelea mitetemo. Kasema kuna mitetemo ya chini na mitetemo ya chini, tuna mitetemo ya juu. Tuna mitetemo ya chini, tuna mitetemo ya juu. Hebu tuanze na mitetemo ya juu. Mitetemo ya juu tunasema ni mtiririko wa mwanga safi wa kimungu uliojaa upendo na amani na uwazi wa kiroho. Tunasema kwamba wakati mtu yuko na mtetemo wa juu au yupo kwenye high frequency, anakuwa analingana na wema, kupona, baraka, ulinzi wa kimungu na mambo mengi mazuri. Sifa za mtetemo wa juu sasa. Hebu tuangalie sifa za mtetemo wa juu. Kitu cha kwanza kabisa hapa ni upendo. Angalie upendo. Sifa za mtetemo wa juu. Sifa nyingine ya mtetemo wa juu ni shukrani. Sijui najua kuandika. Shukrani. Lakini kitu kingine kuna amani. Kitu kingine hapa kuna huruma. Kuna msamaha, kuna ujasiri, utulivu na mambo mengine mengi sana mema. Mambo ambayo ni mema. Ndio hayo tunasema ni mtetemo wa juu. Hiyo ni sifa za mtetemo wa juu. Hizo ni sifa za mtetemo wa juu. Hebu tuangalie sifa za mitetemo ya chini ili uweze kutambua. Baada ya kutambua haya ndio nije nikueleze sasa. Sifa za mtetemo ya chini. Sifa za mtetemo ya chini kuna hofu. Kuna wasiwasi. Kuna hasira. Kuna lawama, kuna wivu, kuna majuto, kuna aibu na mambo mengine, vitu vingine vibaya. Huyu ndio shetani. Huyu ndio shetani aliyemwandika kwenye Biblia na sifa zake. Na huyu ndio Mungu aliyemwandika kwenye Biblia na sifa zake. Unaona? Unaweza kugundua kitu kidogo hapo haraka kabla tujaingia huko ndani. Mtu utakuwa unahangaika na habari ya nyota, sijui nijue mimi ni nyota gani, sijui ni punda, sijui ni nani. Mwisho wa siku ukijua kwamba wewe ni nyota fulani na kusaidia nini? Au tangu umejua kwamba wewe nyota yako ni kasa, au nyota yako ni punda, au nyota yako ni ya fedha, imekusaidia nini? Unajua cha kufanya na hiyo nyota? Haiwezi kukusaidia chochote bila elimu. Utakuwa upate elimu ili wewe wa ndani aweze kutoka na kukutendea. Pale ambapo unakuwa umetambua vitu hivi, inakuwa ni jambo jema kwako. Naweza nikaongea hivi miaka 10, lakini kama hujafungua roho yako kunielewa, huwezi ukanielewa.
mpaka uje upate ufunguzi wa kuelewa hichi ninachokiongea, ndio unaweza kuelewa. Ndio unaweza kuelewa, lakini kwa hivi mtu huwezi kaelewa. Inakuwa ngumu sana mtu kuelewa hivi bila kufungua moyo wako kuelewa hivi vitu. Ukianza kuchukulia kwamba labda mimi sina hadhi ya wewe kunielewa, labda mimi sina hadhi ya wewe kunielewa, ila sio vibaya kusikiliza kitu kizuri kutoka kwangu. Unataka usikilize mambo haya labda kutoka kwa mtu fulani ambao umeweka kwenye akili yako kwamba ndio huwa anaongea vitu vya msingi. Lakini mwanadamu mzuri au binadamu mzuri ni yule anayesikiliza ukweli bila kujua bila kujadili ulipotoka ukweli. Huwezi ukajadili ukweli kwa kuona sura ya nje inayotoa ukweli. Utachelewa sana. Unaweza ukawa unachelewa sana. Kama kigezo chako cha kusikia ukweli kinategemea mtu amevaa suti, mtu awe na muonekano fulani, ndio uweze kusikiliza ukweli kutoka kwake, basi utakuwa unakosea sana. Na wewe mwenyewe utakuwa umesombwa na mambo ya kishetani. Majivuno, yani sijui nikwambiaje, ego sijui. Hebu tuangalie sasa viumbe. Tunajifunza taratibu ili mtu aweze kuelewa. Baada ya kuwa tumeangalia mitetemo ya chini na mitetemo ya juu, tuangalie sasa viumbe wa mitetemo ya chini na viumbe wa mitetemo ya juu. Hebu